Hujambo tena mtazamaji wangu na karibu tena katika fundisho letu la siku ya leo. Na leo hii nimekuandalia sura ya 6 ya kitabu cha Mwanzo, na kichwa chake kinasema uovu wa mwanadamu na neema ya Mungu kwa Nuhu. Na katika sura hii tunaona ya kwamba inaeleza jinsi mwanadamu au jinsi wanadamu walivyozidi kufanya dhambi mbele za Mungu. Na uovu huu ulienea duniani kote kiasi kwamba Mungu alihuzunika kwa sababu ya matendo ya wanadamu. Na hata hivyo katikati ya uovu huo, Nuhu alipata neema machoni pa Mungu kwa sababu ya maisha yake ya haki na kutii. Na nataka sasa tuangalie malengo ya somo hili, na tutaona ya kwamba baada ya kujifunza somo hili tutaweza kueleza hali ya uovu ulivyokuwa duniani wakati wa Nuhu. Vile vile tutaweza kueleza au kuelewa jinsi dhambi inavyomhuzunisha Mungu. Tutaweza kutambua umuhimu wa kuishi maisha ya haki katikati ya dunia yenye dhambi, na kisha baadaye tutaweza kujifunza maana ya neema ya Mungu. Kwa hivyo tutaanza kuangalia jinsi uovu ulivyoongezeka duniani, na haya yako katika mstari wa 1 hadi wa 7. Na tunaona ya kwamba watu waliongezeka duniani, lakini pamoja na kuongezeka kwao, dhambi nayo iliongezeka. Biblia inasema kwamba Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani. Hayo ni kuambatana na Mwanzo sura ya 6 mstari wa 5. Na tunaona ya kwamba mawazo ya wanadamu yalikuwa mabaya siku zote. Tunaona fundisho ambalo tunalipata hapa ni kwamba Mungu huona kila tendo la mwanadamu. Vile vile tunajifunza kwamba dhambi humtenga mwanadamu na Mungu, na vile vile kwamba dhambi inapopuuzwa huongezeka na kuharibu jamii. Na katika mjadala ni aina gani za dhambi zinazoweza kuharibu jamii zetu leo. Kati ya kifungu cha 6 na 7 tunaona ya kwamba Mungu akihuzunika kwa sababu ya dhambi. Na tunaona Biblia ikisema kwamba Bwana akaghairi kwamba amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Na hii inaonyesha jinsi Mungu anavyochukizwa na uovu wa wanadamu. Na fundisho hapa ni kwamba Mungu ni mtakatifu na hachukii watu bali dhambi. Vile vile dhambi ina matokeo makubwa. Na vile vile tunaona kwamba Mungu ni wa haki na lazima ahukumu uovu. Na mjadala hapa ni kwamba kwa nini ni muhimu kutubu dhambi zetu? Na kati ya kifungu cha 8 na 10 tunaona Nuhu akipata neema machoni pa Mungu. Na katikati ya watu waovu Nuhu alikuwa tofauti. Lakini Nuhu Biblia inasema katika mstari wa 8 kwamba lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Sifa za Nuhu zilikuwa kwamba alikuwa mwenye haki, alikuwa mkamilifu katika kizazi chake, na alitembea pamoja na Mungu. Na mafundisho ambayo tunayapata hapa ni kwamba inawezekana kuishi maisha ya utakatifu hata katika mazingira mabaya. Vile vile tunaona kwamba Mungu huwabariki wanaomtii. Na pia neema ya Mungu huwainua wale wanaomfuata. Na mjadala hapa ni kwamba tunawezaje kutembea pamoja na Mungu katika kizazi chetu. Na kati ya mstari wa 11 na 22 tunaona Mungu akitoa mpango wa wokovu. Na tunaona ya kwamba Mungu alimwagiza Nuhu kujenga safina kwa sababu gharika ilikuwa inakuja. Na maagizo yalihusu vipimo vya safina, vifaa vya kujenga na namna ya kuingiza wanyama ndani yake. Nuhu alitii kila agizo la Mungu. Katika mstari wa 22 tunasoma kwamba Nuhu akafanya kama vile Mungu alivyomwamuru, ndivyo alivyofanya. Na mafundisho hapa ni kwamba Mungu daima hutoa njia ya wokovu. Pia utii ni muhimu kuliko kujua kila sababu ya agizo. Na vile vile imani ya kweli huonekana katika matendo. Na mjadala hapa ni kwamba ni kwa njia gani tunaweza kuonyesha utii wetu kwa Mungu leo. Na mafundisho makuu hapa ni kwamba dhambi humzunisha Mungu.
Vile vile kwamba Mungu ni wa haki na huhukumu uovu. Vile vile neema ya Mungu hupatikana kwa wale wanaomtafuta. Na vile vile utii wa Mungu huleta wokovu na baraka. Na pia tunaweza kuwa waaminifu na hata kama wengi wanatenda maovu. Na kifungu cha kukariri kwamba kinatoka katika Mwanzo sura ya 6 mstari wa 8 ambacho kinasema, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Na maswali ya marudio ndio haya. Swali la kwanza linasema, ni kwa nini Mungu alihuzunika katika sura ya 6? Ni kwa nini Mungu alihuzunika katika sura ya 6? Swali la pili, ni sifa zipi za Nuhu zilizotajwa katika Biblia? Ni sifa zipi za Nuhu zilizotajwa katika Biblia? Swali la tatu, Mungu alimwagiza Nuhu afanye nini? Mungu alimwagiza Nuhu afanye nini? Swali la 4, ni nini maana ya neema ya Mungu? Nini maana ya neema ya Mungu? Swali la 5, tunawezaje kuonyesha utii wa Mungu katika maisha yetu? Tunawezaje kuonyesha utii wa Mungu katika maisha yetu? Na tunapoelekea kumaliza, ni kwamba Mwanzo sura ya 6 inatuonyesha tofauti kati ya maisha ya dhambi na maisha ya haki. Wakati wengi walimuasi Mungu, Nuhu alichagua kutembea pamoja na Mungu. Kwa sababu ya imani na utii wake, alipata neema na wokovu. Somo hili linatufundisha kwamba hata katika dunia iliyojaa maovu, Mungu bado anatafuta watu waaminifu watakaosimama upande wake. Na kwa hayo ndio tunayofikia mwisho. Na kwa hivyo kama tulivyojifunza leo hii, tumejifunza sana mambo ya Nuhu ambaye alikuwa ni mtu mtiifu sana mbele za Mungu, alikuwa ni mtu wa haki, alikuwa ni mtu mtiifu. Mafundisho yetu ya siku ya leo imesema kwamba kati ya watu ambao walikuwa waovu sana, Nuhu aliweza kusimama imara na kwa njia ya kumtii Mungu. Na siku ya leo tunaposhuhudia maovu mengi duniani, vile vile watu wa Mungu wanaweza kusimama imara kwa njia ya kumtii Mungu, jambo ambalo linaweza kuwaletea baraka. Na kwa hayo na kutakia kila laheri. Mungu wetu akubariki na kutendea mema. Shalom.